Ayo, mambo vipo Tanzania bwana, kwa majina naitwa Robson Jacob Cradis Pente Love B bwana. Hii ni Kipili Extra, nyuma ya kamera ni Kipili Extra mwenyewe bwana. Kama unavyotazama hapa, tuko VIP kabisa, ambapo hapa ni sehemu ambapo watakuwa wanakaa wageni rasmi ambao wameweza kutufikia katika siku ya leo. Na siku ya leo, kama nipenda kujuza wewe mtazamaji wetu, ni siku ya ufunguzi wa ligi ya inaitwa Paul Mwijage Cup 2026 hapa ambayo inafanyika hapa Kamachumu, na hapa ndio sehemu maalum ambayo twende pamoja niweze kuonesha, twende kameramani uweze kuona kama unavyoona. Hapa ndio VIP ambayo itakuwa ikihusisha watu wote ambao watakuwa wanajuza pande hizi hapa, na kwamba kila kitu kinakuwa hapa live kabisa. Kwa hiyo hapa ndio sehemu ya VIP, lakini pia sehemu ziko nyingi, na kama unavyoona pia hapa pia ndio sehemu maalum ambayo itakuwa inatumika. Hii ndio sehemu maalum ambayo itakuwa inatumika kwa kuongelea au kwa sema mgeni lazima atakapoanza kufika lazima apande jukwaa kama hili hapa, au sio? Asikike namna hapa bwana. Kwa hiyo hii ni sehemu maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kusemea, au sehemu ambayo mtu ataweza kufika kusema chochote kitu atakuwa hapa, lakini pia wageni lazima watakuwa pande hizo pia. Na mambo sio mabaya, mambo ni mazuri kabisa. 98% zimeshakamilika, tumebaki 2% tu ambazo tunasubiria yule mgeni rasmi aweze kufika katika viwanja vyetu hapa Polisi Kalemera Kamachumu. Bwana, mambo ni mengi sana, watu ni wengi kama unavyoona, kila kitu kiko salama, ulinzi ni wa kutosha, watu wameweza kuhudhuria kwa wingi sana, na sisi kama Kipili Extra tukaona sio hapa tuweze kufikishia matukio yetu live kabisa, lakini pia tuende kupiga story 2-3 na watu waweze kutujuza yanayojiri bwana, au sio? Tuende pande hizi hapa tukapiga story na watu kama unavyoona. Oh yeah, kama unavyoona watu wako sawa, yani pande zote watu wamekuwa vizuri, kisha mambo yamekaa sawa pande zote, na tuko live kabisa. Tuko na mheshimiwa diwani maalum hapa. Mambo vipi hapo sasa? Unajisikiaje siku leo kuwa hapa katika uwanja wa Kalemera na katika siku ya uzinduzi wa Paul Mwijage Cup 2026? Kwa kweli nafurahi sana na tunaamini kwamba tutaandika historia katika tarafa Kamachumu. Ni kitu gani ambacho natamani kitokee katika siku ya leo? Kwanza kabisa na ninafurahi sana na washukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuona leo siku ya leo watu wamepata afya njema, wameweza kuhudhuria katika viwanja hivi, lakini vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu na ninafurahi sana, natamani ili tuweze kupata ushindi kwanza kupitia kwa wazee, ili tuonyeshe vipaji vyetu, tuonyeshe kwamba bado wazee wanaweza namna hii. Okay, ni kitu gani ambacho ungependa kumshauri au kumpongeza Mr. Paul Mwijage kuandaa ligi? Kwanza Paul Mwijage kwangu ni kijana, maana nimekaa naye Ibuka Sekondari, nilikuwa mlezi wake kwa miaka 4 aliyokuwa na akiwa mwanafunzi wakati mimi nimemaliza miaka 9 pale. Namshukuru sana, hata nikiingia kwenye grupu la Ibuka Sekondari waka nampongeza sana, naendelea kumpongeza ili aweze kufanya makubwa zaidi ya hapa, ili aweze kuboresha kwanza vipaji vikubwa katika tarafa Kamachumu, vile vile vipaji vikubwa katika taifa letu. Asante sana. Tuko na mzee wetu hapa. Baba, shikamoo. Marhaba baba. Unajisikiaje kuwa hapa leo katika siku ya uzinduzi wa ligi ya Paul Mwijage Cup 2026? Nimefurahi sana kwa sababu mimi ni mpenzi wa mpira, nimekuja hapa, kwa hiyo naona nafarijika sana. Neno gani ambalo ungependa kumwambia Paul Mwijage huyo hapo ukimpata, au ungetamani kumfikia neno hilo? Mwijage mwenyewe bwana, nikimuona ni kijana wangu, napendana, nimemfundisha, kwa hiyo nafurahi kuona naye anajitosa kwenye uwanja. Wewe kama mdau na shabiki wa mpira tunavyokujua, unajisikiaje kuona hii ligi imeletwa katika kata yetu au tarafa yetu ya Kamachumu? Nimefurahi sana. Kwanza nilikuwa Dar es Salaam, lakini nimetoka kuja kuiwanja. Kwa hiyo nafurahi sana, manake hapa Kamachumu tulikuwa na wachezaji wengi, muda kidogo ilikuwa imedorora. Sasa naona wakati huu ndio mwanzo wa mwanzo. Neno moja zuri kwake Paul Mwijage. Naomba asichoke support, na Mungu akijalia uweze ukajua. Asante sana bana. Kama unavyosikia, huyo ni mzee ambaye ametupa 2-3 na ameweza kutuambia jinsi gani ambavyo ameelewa sana katika hii ligi. Lakini katika pita hapa pale Ngoku Chanika tutakutana na mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani, shikamoo. Karibu sana katika Kipili Extra, tuko live hapa ni kupitia uzinduzi wa ligi ambayo inaitwa Paul Mwijage Cup 2026 katika tarafa yetu Kamachumu. Wewe kama diwani wa kata husika ambapo mashindano haya yanaenda kufanyikia na yameenda kuzinduliwa, unajisikiaje kwa hii fursa kwanza kwa wananchi wako? Ni jambo la heri. Nichukue nafasi kwanza kumpongeza ndugu yetu Mwijage kwa uthubutu kwa hii shughuli ambayo tunaamini kwa kiangazi kitachangamka. Leo utakuwa na timu na ligi ya Paul Mwijage, lakini katikati hapo utakuwa na kombe la dunia.
basi ni matumaini yetu kwamba wana Kamachumu kwa kiangazi hiki kitakuwa ni cha kukumbukwa zaidi. Wewe kama diwani katika kata yako sasa hii ya Kamachumu, tusemee hapa, una timu ngapi ambazo zimeingia katika kinyang'anyiro hichi katika ligi hii? Kila kijiji ndani ya kata ya Kamachumu kina timu kuanzia moja na kuendelea, kwa maana katika Kamachumu kuna vijiji 5. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na timu 10 na kuendelea. Tumejipanga vizuri. Wewe kama diwani unajisikiaje kama moja ya hizo timu katika kata yako ya Kamachumu zikichukua ubingwa? Sio najisikia, ubingwa nimeshaona. Moja kati ya timu za kata ya Kamachumu lazima ichukue kombe. Hebu tutajie timu 3 au 5 ambazo unazikubali wewe kama diwani kwamba bana, kwa kweli kikosi hichi au timu hii iko vizuri sana, sina hofu. Hebu tupe hata 3 hivi kali unazozikubali. Nipende kusema timu zote ambazo nimezitaja hakuna timu kali kuzidi Nyezie. Wote ni wazuri. Naamini ushindani utakuwepo na kila timu imeleta wachezaji ambao ni wazuri. Naamini kati ya zile ambazo nimezitaja moja tutachukua ushindani. Wote ni wazuri. Wewe kama diwani sasa, kwa nafasi ya upendeleo na ofa kwako, timu ambayo itapata ubingwa katika kata yako ya Kamachumu, ni kitu gani ambacho ungependa kuahidi au ungependa kuwa surprise wakipata ubingwa kutoka kata yako ya Kamachumu? Kama ambavyo Paul ameahidi, lengo la ligi hii ni kuibua vipaji. Kwa hiyo baada ya kuwa tumemaliza mashindano haya na moja kati ya timu ambazo ni za kata ya Kamachumu kama imechukua ubingwa, vijana tulionao hatujakodi watu kutoka nje, ni wapa Kamachumu. Kwa hiyo tutashirikiana nao kuona kwamba tunawasogezaje kama ilivyo ada ya Paul, nasi ni viongozi tutashirikiana nayo kuhakikisha kwamba ndoto ya vijana kwenda kutimia kupitia mchezo. Asante. Ni kitu gani ambacho haupendi kitokee katika mashindano haya? Moja ni wahakikishie Watanzania wote watakaokuja hapa Kamachumu amani imetawala. Jambo ambalo nisingetamani litokee ni kusikia lapsha za hapa na pale, mara watu wamevutana, kama ambavyo kauli yetu ya Kamachumu nasema amani, umoja na mshikamano. Ndivyo tungetamani mashindano yanapoanza na kutamatika tuendeleze amani yetu kama tulivyozoea siku zote hapa Kamachumu. Asante. Neno moja kwake Paul Mwijage Cup. Na hapa Kongole ameonyesha uthubutu, ameonyesha njia, amefungua milango. Baada ya hapa labda kuna wengine watakuja, tukaribisha katika Kamachumu. Haya mambo ndio tunatamani yaonekane kwa Kamachumu ambayo ni ya wapenda maendeleo. Asante sana bana, huyo ni diwani wa kata ya Kamachumu ambaye anaitwa Mheshimiwa Chonda maarufu, ambaye ndio diwani wetu na ambaye tamasha hili au uzinduzi huu unaenda kufanyika hapa live. Bwana, mambo ni mazuri kabisa, ni kuhakikisha kwamba siku ya leo ya uzinduzi mambo yanakuwa poa. Mambo ni mengi sana, tukipita na kuongea na watu. Tutakutana na jamaa hapa, tunasema naye, tunaona amepiga jezi ya taifa fulani hivi. Bana Mr. Shikamoo. Hapa watu wangependa kujua unaitwa nani na unapatikana wapi? Naitwa Abdalla Yunus, napatikana kijiji Yogero. Okay, naona leo umepigilia sare fulani hivi. Hii sare inaashiria nini kwa wewe kuivaa na kuwa mazingira? Leo tuko kwenye taswira ya sherehe ya Mwijage Cup hapa Kamachumu. Hii ni jezi ya ufunguzi wa timu. Wewe ni kocha au ni? Mimi sio kocha, mimi ni mshauri wa timu fulani. Mshauri wa ligi nzima. Kitu gani ambacho kimekufurahisha wewe kwanza kuandaliwa kwa hii ligi ya Paul Mwijage Cup 2026? Kitu kilionifurahisha ni kualika watu wengi ambao hatuwajui, kama vile Ali Kamwe. Hujawahi kumuona au hujawahi kumuona? Unamuona kwenye Azam kwenye TV, sijamuona ana kwa ana. Unajisikiaje hasa leo kuwa hapa? Ni kitu gani ambacho ungeona tamani ukifanya? Mimi ni mshabiki wa Yanga, lakini nikimuona Ali Kamwe wa Simba nafurahi, au sio? Ni kitu gani ambacho ungependa kumwambia sasa Paul Mwijage? Paul Mwijage nitamwambia amefanya kitu cha maana, ametufurahisha, aendelee kutufadhili hivyo hivyo. Ni kitu gani pia upendi kitokee katika ligi hii au katika mwendelezo wa mechi zinazokuwa zikichezwa hapo jana? Ninachokipenda kwenye ligi hii, nataka hii ligi iende vizuri, isiwe na upendeleo na kitu chochote. Mtu atakayeshinda ameshinda, pointi zake achukue. Asante sana. Bana, hayo ni maoni pia. Amekwambia yeye ni mshauri katika ligi hii, pia kuna mambo kibao. Kwa hiyo hawa ni moja ya washauri ambao wapo katika ligi hii. Bana, tupita tukutana na watu pia ambao wapo katika siku ya leo, ni kutuhakikishia kwamba mambo yanakuwa vizuri kabisa na mambo yako moto. Bana, tuko safi bana. Mambo vipi? Watu wangependa kujua. Hii ni Kipili Extra na hapa tupo live kabisa, ni kupiga story 2-3 juu ya uzinduzi wa Paul Mwijage Cup 2026 katika tarafa yetu ya Kamachumu, lakini katika kata ya Kamachumu ndipo ambapo kitovu cha ligi zitakuwa zikipigwa. Mambo vipi kwanza? Salama kabisa. Watu wangependa kujua unaitwa nani na unapatikana wapi, na leo kitu gani kimekushawishi kuonekana hapo? Bana, sio kepesi kuonekana maeneo haya katika siku kama leo. Ni kweli kabisa, na kwa majina naitwa Mwalimu Felisha Sebastian Mombeki. Nimekuja hapa kwa ajili ya kumuunga mkono kijana mwenzetu Paul Mwijage. Kwa kweli jambo kubwa alilofanya hapa ni kubwa sana,
lenye lengo la kuhamasisha vijana, kukuza vipaji, lakini pia kuitangaza kama chuo. Leo tunao ugeni mkubwa sana, watakuja watu wengi maarufu kutoka ndani ya mkoa wa Kagera na nje ya mkoa wa Kagera. Kwa kweli tazidi kumtia moyo, azidi kupambana na hili jambo lisishie hapa, liendelee mwaka na mwaka. Vijana waendelee kupambana, waoneshe vipaji vyao, inawezekana wasonge mbele zaidi. Okay. Ni kitu gani ambacho unatamani ukiona katika ligi zingine zilizopita? Kiuhalisia ligi nyingine zilizopita za juu mara nyingi zilikuwa zifiki mwisho. Kwa hiyo natamani katika ligi hii tuone mwisho wake. Finali patikane na mshindi patikane na pewa zawadi zake. Kitu ambacho natamani sana. Okay, ni kitu gani ambacho haupendi kabisa kitokee katika ligi hii? Ambacho sikipendi kile ambacho kimetokea tena msimu uliopita. Msimu mashindano mengine aliyopita ligi ilikuwa ifiki mwisho. Jambo ambalo linachafua taswira ya kama tu. Basi naomba mashindano haya hapo vijana kwa jinsi alivyojiandaa, basi mashindano yafike mwisho, aiheshimisha kama tu. Kitu ambacho nakitamani. Okay, neno moja zuri kwake mwandaji Paul Mwijage Cup of 2026. Neno gani ungependa kumwambia? Kiuhalisia Paul Mwijage umetuheshimisha kama tu. Mungu akubariki sana. Asante. Bwana, umesikia hayo, sio yangu ni ya watu, lakini pia mambo ni mengi sana. Tumepiga story na wana pande hizi hapa, lakini tunataka tushuke pande zile pale tusikie mawili matatu ambayo yatatujuza na kutuambia ni vitu gani vya kufanya. Bwana, hii ni kipindi Extra na mimi naitwa Rob, au ukipenda niite Robson Jacob Cladis. Tupo live na kuacha mambo yako pop.